Yes, anaitwa Oluwato B Loba Algabe. Huyu ni kiungo mkabaji kutoka Nigeria. Bwana, huu ni moto wa kuotea mbali. Ni kijana mdogo mwenye umri wa miaka 26 anayefahamika sana kwa uwezo wake wa kuharibu mashambulizi kwa wapinzani, kushinda mpira katikati ya uwanja na kutoa ulinzi mbele ya mabeki. Huyu bwana ni hatari sana, anatajwa katika mitaa ya Msimbazi pale. Simba naambiwa mwekezaji bwana ameamua. Mwekezaji ameamua na hii ni baada ya kuona hali ni tete, hali ni dhoofu kwenye kikosi. Watu wamekuwa wakizungumza, mwekezaji vipi, usajili umeisha? Mwekezaji ameamua bwana. Huyu jamaa ni hatari. Agabe huyu bwana ni raia wa Nigeria na ni mkabaji, kiungo mkabaji. Unaambia huyu jamaa anakipiga balaa, yani ni anakipiga, sijui anakipiga. Huyu jamaa ni balaa, na aina ya wachezaji kama Agabe ni wachezaji muhimu sana kwenye soka la kisasa, na kwa sababu yeye ndio kiungo mkabaji, lakini pia anatoa uwiano kati ya ulinzi na ushambuliaji. Kwa hiyo jamaa bwana ni hatari, lakini pia mbali na uwezo wake wa kukaba, huyu jamaa pia ana uwezo wa kusaidia timu kuanza mashambulizi kupitia pasi zake, lakini pia kufanya maamuzi sahihi akiwa chini ya pressure. Yaani huyu jamaa unaambiwa sehemu ambayo wamekaa walinzi ama watu wamekuja 3-4 kumkaba, huyu jamaa ndio unaambiwa ni balaa. Anafanya mambo mazuri, lakini sasa kubwa zaidi ukiachana na hilo, Simba wameingia mazima kuwania saini ya huyu jamaa anaitwa Agaba. Huyu jamaa huenda akawa msaada mkubwa sana kwa klabu ya Simba, hususan katika kipindi hiki ambacho Simba wanaenda kwenye mashindano ya kimataifa, lakini pia Simba wanaenda kutetea taji ambalo wamelichukua, taji la CRDB ambalo wanaenda kulitetea, lakini pia wanaenda kutafuta nafasi ya kuwin kombe la ligi kuu la NBC katika msimu huu ambao litakuwa sio kombe la kawaida, kwa sababu tayari timu kama Yanga imejizatiti vema na imehakikisha inatengeneza kikosi chake. Pale kuna Shalulile, lakini pia kuna wachezaji wengi wa Yanga ambao wamesajiliwa katika msimu huu. Lakini hii haitoshi tu, mwekezaji Mo Dewji bwana ameamua. Mo Dewji Mo Dewji ameamua, na safari hii ameamua kushusha vitu bwana. Faisal anatajwa kusajiliwa Simba. Faisal anatajwa na inasemekana tu kuna mazungumzo ambayo yameanza kati ya Faila Sufi na Simba, lakini pia sio Faisal tu, wachezaji kama 3 wanatajwa kuania saini ama kuaniwa na klabu ya Simba. Sasa bwana, huyu Agaba yeye ni mchezaji ambaye alikuwa akicheza katika soka la kulipwa nchini Ugiriki akiwa na Asteras Tripoli, na atatoka kama mchezaji huru kwenda kukipiga Simba. Lakini pia hiyo klabu ya Asteras Tripoli inashiriki ligi kuu ya Ugiriki, lakini pia ligi ambayo inajulikana kwa ushindani wake na kuwa na wachezaji kutoka mataifa mbalimbali. Kucheza Ulaya hasa katika ligi kama Ugiriki kumempa Algabe uzoefu wa kukabiliana na aina tofauti ya wachezaji. Inaripotiwa kwamba alimaliza msimu Julai 1 mwaka huu, na sasa ni mchezaji huru na katika jambo ambalo linafungua klabu kama Simba kufanya mazungumzo. Simba imekuwa ikitafuta njia ya kuongeza nguvu katika eneo la kiungo, hasa kwa nafasi ambayo anailinda safu ya ulinzi na kusaidia timu kupata uwiano. Kiungo mkabaji mwenye kiwango kizuri
anaweza kusaidia timu kama Simba katika maeneo mengi muhimu kama kuvunja mashambulizi kwa wapinzani, lakini pia kulinda mabeki dhidi ya pressure kubwa, lakini pia ana uwezo wa kushinda mpira na kuongeza nguvu katika mapambano ya katikati ya uwanja, kuanza mashambulizi kwa pasi sahihi. Na kwa sababu hiyo usajili wa Algabe unaweza kuwa sehemu ya mkakati wa Simba kujenga ushindani zaidi katika NBC Premier League na mashindano ya kafu. Sasa kocha Steve Barker yeye ndio anaonekana kumuhitaji Algabe, na kwa mujibu wa taarifa za usajili ambazo zimetoka ni kwamba kocha mkuu wa Simba anaamini Algabe anaweza kuwa sehemu muhimu katika mfumo wake mpya ambao anakwenda kuingia nao katika msimu huu 2027 2026. Kocha yeyote ambaye anajenga timu katika timu ya kisasa anahitaji viungo wenye uwezo wa kufanya kazi nyingi uwanjani. Mchezaji wa nafasi hiyo anatakiwa kuwa na uwezo wa kukaba, kuzuia mashambulizi lakini pia kusaidia ulinzi, wakati mwingine kushiriki katika kutengeneza nafasi za mabao. Na huyu bwana sasa nikupe wasifu wake katika soka mpaka kuja kutajwa Simba. Algabe amejijengea jina katika soka kutokana na uwezo wake wa kucheza nafasi ya kiungo mkabaji, eneo ambalo linahitaji nidhamu kubwa sana, nguvu ya mwili, lakini pia uelewa sahihi wa kimichezo. Akiwa anatokea Nigeria, taifa linalojulikana kwa kuzalisha vipaji vingi vya soka barani Afrika, Algabe amepitia mazingira ya kiushindani yanayomsaidia kukuza uwezo wake wa kucheza dhidi ya wachezaji wenye mitindo tofauti, na sifa hiyo pekee tu inamfanya kuwa kiungo mkabaji muhimu katika timu zinazopambania mataji. Aina ya mchezaji ambaye Simba Sports Club inamtafuta ni kama Algabe, ambaye ni mchezaji mzuri kabisa, ambaye anaweza kusoma hatari mapema, lakini pia kukata pasi za wapinzani, lakini pia anaweza kushinda mpira wa kupiganiwa, kutoa ulinzi kwa mabeki na kuanzisha mashambulizi baada ya kupata mpira. Kwa mujibu wa taarifa zinazomhusisha Algabe, Simba wana uwezo wa kumuingiza pale katika pale Msimbazi na akafanya mambo makubwa. Algabe ni mmoja wa wachezaji ambao wanatajwa, lakini pia yuko Faisal Salum Feitoto naye pia anatajwa na Simba, na inaonekana tajiri anapushi sana Faisal kwenda Simba. Tajiri anapushi, yani ni anapushi, anahakikisha kwamba mambo yanaenda vizuri, na ikiwezekana Faisal aweze kutua pale Simba. Simba bado hawajakata tamaa kwenye usajili, na inavyoonekana tajiri anataka kufanya comeback baada ya issue ya Peter Shalulile. Sasa tajiri anataka kufanya comeback baada ya kuona mambo yanakwenda hali jojo, baada ya kuona malalamiko yamekuwa mengi. Simba msimu huu wamemtambulisha Ibrahim Dumbia, lakini pia wamemtambulisha Kahagwa, lakini pia Simba wamesajili usajili wa ndani na wachezaji kadha wa kadha pia ambao wametambulishwa Simba, lakini malalamiko ya watu wamekuwa ni mengi kuonyesha kwamba hawaridhiki na usajili ambao Simba wameufanya baada ya kuona upande wa pili kule Jangwani mambo yametaradadi, mambo ni mazuri kabisa. Yanga wanazidi kushusha vyuma. Sasa tajiri akasema hii bwana, nataka nifanye comeback. Sasa endapo dili la Faisal litakamilika, endapo dili la Algabe litakamilika, Simba huenda ikawa ni timu ambayo imejitengenezea nafasi nzuri, ukizingatia Simba anaondoka Selemani Mwalimu baada ya Wydad kuonekana kwamba hawana mawasiliano mazuri na Simba, lakini pia Neo Maema anaondoka, lakini pia kuna hati za Rushain Delok kutokuwepo kwenye kikosi cha msimu ujao. Kwa hiyo Simba anachokifanya sasa hivi ni kuimarisha kikosi chake, kutengeneza kikosi kipya na kuhakikisha anakuwa na kikosi ambacho kitampa nafasi kubwa kabisa, hususan katika mashindano ya kimataifa, lakini pia ligi kuu ya NBC, na kuwa na kikosi kikubwa ambacho kitamfanya kwenye mashindano ya kimataifa kuwa na nafasi nzuri sana ya kutetea nafasi ambazo ziko mbele yake na kuzidi kujimarisha, hususan pengine kufika nafasi nzuri kabisa ama kufika katika viwango vya juu. Hizi ni update tu kutoka hapa Dunia Digital. Usiache kusubscribe, kulike, kushare na kucomment.